majina naitwa. Mitandao ya kijamii ilichapisha picha za kijana Seif Musa maarufu Matejo aliyepoteza maisha baada ya kupigwa na askari wa ulinzi wa wanyamapori katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro mkoani Arusha kaskazini mwa Tanzania, wengi wakitaka haki itendeke kutokana na mauaji hayo. Matejo mwenye umri wa miaka 25 aliishi mtaa huu wa Matejo uliopo Arusha na alilelewa na kaka yake katika nyumba hii. Kama walivyo vijana wengi, Matejo alikuwa na ndoto za kufanikiwa katika maisha na kuwa na familia. Alikuwa kijana mcheshi aliyependwa na jamaa zake. Alikuwa ananoma na mtu yani mkarimu na shughuli zake za gereji basi pisi kwa kila mtu. Alikuwa na ndoto nyingi sana kuendesha maisha yake nini, kuwa na biashara ya kudumu tofauti na hizo kazi za gereji, kuwa na familia yake. Inaelezwa kwamba Matejo na wenzake wawili walikuwa wakisafiri kwa pikipiki kuelekea wilayani Babati kwenye msiba wa mwenzao, lakini bahati mbaya wakajikuta wanapotea njia na kuingia katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro, na askari poli wakawakamata wakidhani kwamba ni majangili. Walivuliwa nguo, wakamwagiwa maji, wakapigwa na viboko, mateke na kuviringishwa kwenye miba. Manusura wanasema hii ni mifano ya miba waliokuwa wanaviringishwa wakiwa uchi. Matejo alifariki dunia baada ya mateso hayo, na safari yake ikaishia hapa, kata ya Ola City, makaburi ya Field Force hapa katika jiji la Arusha, na hili ni kaburi lake. Shehe Isa Muhammad alisoma dua ya mazishi ya kijana huyo. Anasema matendo hayo yanachochea hasira miongoni mwa vijana, hivyo yanatakiwa kushughulikiwa kikamilifu. Kwa sababu mambo kama haya hapa wananchi watavumilia, mwisho uvumilivu utafika mwisho. Kwa kile msiba huu uliwagusa watu wengi sana, na niseme tu kwamba kama sio busara za viongozi wa dini, hali ingekuwa ni mbaya zaidi. Sisi tunachotamani tu kwamba wahusika wawajibishwe. Wewe kama unavyoona kwa jinsi situation ya nchi inavyoelekea, wao wanajua nini cha kufanya. Tusiongee sana, nadhani unaelewa. Jeshi la polisi limetoa taarifa kwamba linachunguza kifo hicho. Hata hivyo, kumekuwa na madai ya watu kupotea ama kuuawa katika maeneo ya hifadhi za wanyamapori, na mamlaka zinasema zinachunguza madai hayo.